Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa neema kipekee kuweza kusimama mbele yenu tena. Najua hii ni neema. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe kuwepo mahali hapa saa hii na wakati huu ni neema ya Mungu. Amina. Baba amesema hapa, pia nipende kumshukuru Baba kwa sababu amenipa nafasi hii. Ameniamini kwamba ninaweza. Bwana Yesu asifiwe. Baba na mama, nashukuru sana. Mimi kuweza kusimama hapa ni kwa sababu yenu, mnaniombea, mnanitia moyo. Na ndio maana niko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Pia najua huko na watu ambao wananiombea, wananitia moyo. Na hata wengine kwa kweli wananisaidia kuniamsha usiku saa 8. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amesema ninayo yako machache, ila Mungu anisaidie yako mengi kidogo, lakini nitajitahidi ili niweze kuyamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina somo ambalo nimelipa kichwa cha habari, kila tendo lisilotokana na imani ni dhambi. Kila tendo lisilotokana na imani ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Tukirejea tu kwenye hiki ambacho ni kichwa cha habari, ina maana Mungu anatuonyesha jinsi ambavyo kwamba hakuna namna tunaweza tukaishi nje ya imani. Yaani vyovyote vile utakavyowaza, utakavyofanya, lazima ukae ndani ya imani. Bila ya hiyo imani, kikafanyika chochote nje ya imani, unahesabika kwamba umefanya dhambi. Sasa nataka tuingie ndani kidogo. Imani ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Neno ambalo tumezoea kulisikia mara nyingi, nitarudia tena. Imani kutokana na ile Waebrania 11 sura ile ya kwanza. Naomba aliyepata aweze kusoma kwa haraka. Ebrania 11 Ebrania sura 11 mstari wa kwanza. Neno la Mungu lasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni baada ya mambo yasiyoonekana. Amen. Amina. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni moja ya tafsiri ya imani, ambayo ni tafsiri kubwa sana. Kwamba imani ni mtu ambaye anaishi kitu ambacho hakioni katika ulimwengu huu wa damu na nyama, lakini anaamini kwamba kipo, anaamini kwamba kimeshakuwa, anaamini kipo tayari. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa katika hali ya namna hiyo, tunasema kwamba huyu mtu ana imani. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hiyo imani huwa ina chanzo chake. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukaamini kitu ambacho unakitarajia bila kutoa taarifa kwanza kwa habari ya hicho kitu. Tuangalie Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Warumi 10:17. Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Neno la Mungu lasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Ili mtu basi aweze kuamini, ni lazima asikie. Hawezi ukaamini kitu ambacho hakipo. Yaani tu umekaa kwa sababu unaamini, naamini. Unaamini nini? Hauna kitu kichwani. Lazima kuna kitu sikie. Kwa kumbe tunaposikia neno la Kristo ndani yetu tunapokea, ndio chanzo chetu cha kupokea imani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tunapopokea neno kama hivi ambavyo unasikia, neno la Kristo litakuja kwako kwa habari mbalimbali. Litakuja kwako kwa habari ya kupona, litakuja kwako kwa habari ya kukubariki, litakuja kwako kwa habari ya kukufundisha. Sasa yale unayoyasikia yanaanza kutengeneza imani ndani yako. Unaanza kuyaamini. Maana Mungu anatangulia kusema kwanza, alafu baadaye ndipo afanye nini? Ndipo atende. Kwa vile unavyosikia ndipo mwanzo sasa wa imani inapoanzia. Bwana Yesu asifiwe. Na imani, tunapozungumza imani, ufahamu kwamba imani ni sawasawa na maarifa ambayo mtu anayapokea. Lakini imani ni sawasawa na lile neno ambalo Yesu anaongea na wanafunzi wake kwamba mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, utaweza kuambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini. Imani hiyo ni sawasawa na mbegu ambayo ni neno la Mungu. Imani hiyo ni sawasawa na talanta ambayo wale watu watatu walipewa. Huyu mmoja akapewa 2, mwingine akapewa 3, mwingine akapewa 5. Si kwamba yule aliposema amewapa wale watu ni biashara, ilikuwa inamaanisha ni biashara ya Kristo, biashara ya neno la Mungu. Kwamba alitoa neno kwao, alafu
tazamia baada ya muda fulani akirudi akute ni nini kimeongezeka katika lile ambalo amewapatia. Kwa hiyo Yesu anapozungumza kwamba unapokuwa na imani kiasi cha punje haradali, manake anamaanisha ni mtu ambaye anapokuwa na kaufahamu fulani kadogo tu kwamba anaweza mtu huyo akafanya mambo makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kiasi kidogo tu cha ufahamu cha Mungu kinapokuwa ndani yako kinakuwezesha kufanya vitu vikubwa vya Mungu. Kwa hiyo ina maana mtu huyo ufahamu wake unapoongezeka, kama imani yake tunaposema inapokuwa, ni kwamba anapokuwa anazidi kusikia, anasikia zaidi na zaidi na zaidi. Jinsi anapozidi kusikia ndipo imani yake inapozidi kukua, ndipo ile punje haradali anapozungumzia Kristo inazidi kuongezeka, kwa sababu anafanya nini? Anasikia. Bila kusikia maana yake hakuna imani. Bwana Yesu asifiwe. Na niseme kwamba hii imani ina tabia 4. Na tabia hizo nakwenda tuzipitie hapa. Imani huwa ina tabia ya kukua. Bwana Yesu asifiwe. Imani ina tabia ya kukua. Hiyo tunaweza kuona kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 17. Naomba usome. Imani ina tabia ya kukua. Warumi 1:17. Neno Mungu nasema, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yetu kutoka imani hata imani. Ina maana kwa kadri unavyosikia, kwa kadri unavyosoma, kwa kadri unavyomfuatilia Mungu, ule ufahamu wako unavyozidi kupanda, ndivyo ni sawasawa na kiwango cha imani yako kinafanya nini? Kinakuwa. Kwa kiwango cha imani cha mtu kinakuwa kwa sababu amezidi kusikia tena na tena na tena. Tuangalie tena sifa nyingine ya imani. Imani huwa inajaribiwa. Imani inajaribiwa. Imani inajaribiwa. Yakobo 1:3. Yakobo 1:3. Yakobo 1:3. Imani inajaribiwa. Neno la Mungu nasema, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba imani tulionayo tunaoisikia huwa inajaribiwa. Bwana Yesu asifiwe. Unajiuliza inajaribiwa? Ni pale tunapopitia katika mapito mbalimbali. Yesu anaweza kuambia kwamba mwanangu nitakubariki, mwanangu nitakuinua, mwanangu nitakupa hiki na hiki. Kwa mfano alimpa Yusufu habari ya ile ndoto kwamba atakuwa mtu mkubwa sana baadaye. Anamonyesha jua, nyota na mwezi vinamwinamia. Ilikuwa ni furaha sana kuwasimulia ndugu zake. Lakini unaona pale katikati baadaye ni nini ambacho alikutana nacho. Ilikuwa ni hatihati ya kufa na kupona. Pale ni ile imani ilikuwa inajaribiwa. Lile neno la Mungu lilikuwa linajaribiwa. Tunaona jinsi ambavyo Daudi alipakwa mafuta. Ilikuwa ni kitu kizuri sana kwake. Lakini unaona jinsi ambavyo alipopita katika vita kati yake yeye na mfalme Sauli. Lakini katika hayo kipindi chote cha miaka karibia 10 na hatimaye baadaye kweli anakuja kuchukua nafasi ya nini? Ya ufalme. Kwa hiyo imani inajaribiwa. Kwa hiyo imani unaoipokea leo, unaoipokea kesho na siku zote ambazo Mungu amekupa. Amekuahidi kwa neno lolote kwamba nitakuponya, nitakufanyia hiki, nitakubariki, nitakuinua. Si kwamba utaamka tu from nowhere unajikuta Mungu kile alichokisema kimetokea kirahisi. Hapana. Hata alipokuwa na wana wa Israeli alikwambia kwamba atawatoa katika nchi ya Misri awapeleke Kanaani. Haikuwa rahisi. Kwa wote ambao tumefuatilia Biblia utaona jinsi ambavyo safari yao ilikuwa ina changamoto nyingi, lakini hatimaye waliweza kufika Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa katika mchakato wa yote yale wanapita bahari ya Shamu, wanavuka mto Jordan ambao Mungu akainua ile maji akasimama kama nguzo juu na kupita katika njaa na vitu mbalimbali. Ilikuwa ni ile imani inajaribiwa. Waweze kumuona huyu Mungu wao katika nguvu na uweza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hapendi tuwe na imani kama ya vitu vingine tu, ya elimu zingine za kawaida. Ndani yake lazima iambatane na nguvu ili iwe tofauti na vitu vingine au na maarifa mengine ambayo tunaweza kuyapokea katika masomo mbalimbali, katika vitu mbalimbali. Kwa hiyo inatofautishwaje na vitu vingine? Imani yetu lazima ijaribiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni sifa ya imani. Imani pia ina sifa ya kudumu. Imani inadumu. Tuangalie Waebrania sura ya 5:13. Waebrania 5:13. Waebrania 5:13. Neno la Mungu nasema, kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Bwana Yesu asifiwe.
Mtu ambaye anatumia maziwa, manake muda wote yeye hajifunzi vitu vipya. Yaani kama alijifunza yale masomo ya awali ya mwanzo kabisa kwa habari ya wokovu, akaokoka, baada hapo hadili tena kujifunza kwa habari za Kristo. Mtu huyo anakuwa na imani ambayo imedumaa, hakui, haongezeki. Kwa sababu gani? Hajifunzi. Kwa hiyo tunapoacha kujifunza unadumaa kabisa, unakuwa ndio unashangaa mtu ana miaka 10 katika wokovu, ana miaka 5, lakini utashangaa vitu anavyovifanya haviendani kabisa na ule umri ama ile muda ambao amekaa ndani ya Kristo. Anafika mahali anadumaa, anakuwa chini kabisa. Na baada ya kudumaa kwa muda mrefu, matokeo yake nini kinafuata? Imani huwa inaisha kabisa. Sifa nyingine ya 4, imani huwa inakwisha. Maana hata kile ambacho ulichonacho sasa kidogo, mwovu anakuja na hicho anakibeba kabisa. Maana kupelekea kwenye kudumaa, baada ya kudumaa hicho kilichobaki na chenye kinaondoka. Tuangalie kwenye kitabu kile cha Galatia sura ya 3, mstari wa 1 hadi wa 2. Galatia 3:1 hadi 2. Imani inakwisha kabisa. Neno Mungu nasema, enyi wa Galatia msio na akili, ni nani aliyewaloga ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Bwana Yesu asifiwe. Hawa Galatia walikuwa ni watu wazuri sana huko kabla. Lakini baada ya muda tu, Paulo ambaye alikuwa ni mwalimu wao ama ni baba yao, alipoondoka kwa muda fulani, wakarudi nyuma kabisa. Vile ambavyo vyote walikuwa wamefundishwa vianza kupotea taratibu, wakarudi kule kwenye mambo yale ya zamani. Kwa maana Paulo paka na wakuta ndani yao yale mambo ya rohoni, lile neno lisilogoshiwa ambalo aliwagaia mwanzo la injili ya neema, anawakuta wamerudi kwenye mafundisho ya zamani, wamerudi kwenye mapokeo. Kwamba sasa imani yao imeisha kabisa, wabaki tu watupu, ni watu ambao tu wanahudhuria kama ni kwenye ibada, wako hivyo wanafanya kini ndani, hawana tena ile imani ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni sifa za imani. Kwa hiyo tumesema imani huwa inakuwa, imani huwa inajaribiwa, imani huwa inadumaa, na imani huwa inakwisha. Sasa katika haya magrupu manne, lazima hapa utakuta kuna mahali ambapo umeangukia. Je, upo kwenye kiwango cha kukuza imani yako ama upo kwenye eneo la imani kujaribiwa? Hiyo najua ni kila siku lazima tukutane nayo. Mimi nasema kwamba majaribu huwa hayakopeki. Japo kuna baadhi ya watumishi wengine wanahubiriaga watu ile injili inaelea na kwenda mbinguni, lakini haipo hivyo. Kwamba ni lazima utake usitake, lazima kuna mahali utapita kwenye moto. Bwana Yesu asifiwe. Yaani haipo kwamba wewe utakuwa ni kila siku tu unapiga makofi, unanena kwa lugha, unafurahi. Kuna siku nyingine ni siku za kulia. Kuna siku nyingine ni za maumivu, ili basi huu mwili wetu tumweze kumpa Mungu kuwa dhabihu iliyo hai. Kipindi ambacho wewe unaumia, imani yako unajaribiwa, unateseka, nafsi imekunjwa, yani umezomewa, yale maumivu mbele za Mungu yanakuwa ni manukato. Yaani Mungu kwake anatazama, anasema mwanangu ananitukuza, mwanangu anafanya kitu. Kwa hiyo unapokutana katika hali ya namna hiyo, haupaswi kuogopa. Na wala shetani asikuhubiria akasema ni wewe, mwambie imani yangu inajaribiwa. Ndio maana leo nimekupa ufahamu huu. Kwamba unapopita kwenye wakati mgumu, ndio kwamba lile neno linasema kwamba imani inajaribiwa, ndio wakati umefika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo upaswi kuogopa. Unachopaswa tu kujua sasa nini linipaswa kufanya hapa. Je, ninyamaze kimya? Sawa. Natakiwa kuomba. Kama nasikia nimeishiwa nguvu, kikubwa zili kimbilia mahali, tafuta uso wa Mungu. Mwambie Mungu, nahitaji nguvu. Nahitaji nguvu kuvuka hapa. Nahitaji nipe neno la hekima. Nahitaji kuvuka hapa. Nijue jinsi ya kumjibu huyu. Nijue jinsi ya kufanya hivi nisitoke nje ya neno lako, kwa sababu sasa ni wakati wa imani yangu kujaribiwa. Na baada tu ya imani kujaribiwa, ndipo kuna kukua. Ndipo kuna baraka. Hamna namna ambavyo unaweza kuongezeka katika ulimwengu huu wa mwili pasipo kuongezeka kwanza rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Naambia kwamba kukua ni lazima. Yaani ukikataa kukua, lazima tutashuka chini. Na ili uweze kukua mahali ambapo utakuwa na amani, utakuwa na furaha, lazima rohoni kwanza pakae vizuri. Na huko rohoni panapakaje vizuri? Ni pale unapokuwa unabidii katika kusikia, unabidii katika kuomba. Baada ya hayo imani yako inapanda. Na Mungu akishakupa ufahamu tu, jua kuna moto unafuata. Usiogope, kwa sababu utakuwa pamoja na yeye. Kuna watu walikuwa kina Daniel na Meshach
Meshaki na wale wenzake walipita kwenye moto, lakini tunaona nini ambacho Mungu alifanya baada tu ule moto kupita pale. Wale watu nafasi zao na vyeo zao vikaongezeka, na mpaka mfalme akaandika waraka, kuanzia leo katika nchi yangu hii ya Babeli Mungu anayeabudiwa ni Mungu wa Shadraka, Abednego na Hawa. Lakini haikuja hivi hivi, baada wao kustahimili kwanza ndani ya moto. Kuona wewe huo moto ambao yamkini unapitia, imani yako inajaribiwa, Mungu kuna mahali anataka kuinue, kuna nafasi nyingine Mungu anataka akupe, lakini hautapata nafasi hiyo pasipo kupita katika huo moto. Na mbona kwenye Yakobo anasema kwamba furahini mnapoangukia majaribuni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini anasema tufurahi? Kwa sababu ndipo pana baraka zetu. Anasema naandaa meza mbele ya adui zako, kwenye ile Zaburi 23. Kwa hiyo kumbe meza ipo, lakini kuna adui kwanza. Kwa lazima nipambane na adui ndio niifikie ile meza yangu hapo ipo. Kwa unapomwona adui mbele yako, ujue hapo nyuma kuna meza ambayo inamenya yote ambavyo unahitaji kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo hapo pambana. Adui huwa hakimbiwi. Pambana na mwambie Yesu, hapa napambana kufa na kupona, kama kufa nifie hapa, najua tu nitakuona. Bwana Yesu asifiwe. Unachohitaji ni nguvu ya Mungu ndani yako, ijae na ijae na ijae. Mimi nafananisha maombi ni sana kuchimba mgodi kule Mererani. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba wale watu wanachimba wameweka pale kama milioni 200, lakini hawajali, wanachimba tu mpaka wanapata madini. Sasa sembuse mimi ambaye ninachimba nikuwa na uhakika hiyo nguvu napata, kwa nini nisichimbe? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nitachimba katika kusoma neno, nitachimba katika kuomba. Ninajua ninapofanya namna hii sipigi ngumi upepo, sipigi hewani, kuna kitu napokea, kuna nguvu napokea, kuna maarifa napokea, na baada hapo mnatoboa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani zetu zinapojaribiwa usiogope. Hiyo ni moja ya sifa imani tulionayo. Imani tulionayo sio lele mama kwamba tukikija hapa nikupige makofi naondoka. Imani tulionayo kuna wakati unabidi ukeshe usiku. Imani tulionayo kuna wakati unabidi usome sana ili umjue Mungu unayemfuata yukoje. Akizungumza unajua kwamba huyu ni Yesu anaongea. Hii hapa ni shetani anaongea. Hii hapa ni mawazo yangu anaongea. Lakini bila kuwa na ufahamu, huwezi ukajua, utakuwa tu umekaa hapo katikati kila siku. Baba nimekuja, yani leo sijui nimeota vieleweki, leo sijui imekuwa lakini ukijaa ufahamu, ukijaa nguvu, hautetereki. Utakuwa unakwenda tu ofisini kutoa shuhuda. Baba nimekuja leo, Mungu amefanya mambo matatu. Baba nimekuja leo, unakwenda kumuuliza habari za ushindi tu. Lakini haya yanakujaje? Ni baada ya ufahamu wako kukaa sawa sawa. Ni baada ya kujaa nguvu. Unajua kama jinsi ambavyo mwili wa nje unahitaji chakula, unakula, na ndivyo na mwili wa ndani unahitaji vivyo hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Imani yetu lazima tuishi. Huwa tunatabia tunaona imani ni kusoma tu kwenye maandishi. Haiko hivyo. Yaani Mungu anachokwambia leo, unachokueleza ni kwambie baada ya muda mfupi tu, ikiwezekana kutokea sasa, unakwenda kukiishi. Hiyo ndio kanuni ya Mungu. Ni lazima tuishi. Na kama tuangalie tumfanye michache hapa ya watu ambao walipitia katika mambo fulani kuishi kwa imani. Hebu angalia sura ya 5 Luka sura ya 5:5-6. Luka sura ya 5:5-6. Luka sura ya 5:5-6. Imani yetu lazima tuishi. Kuna kusikia inakuwa ni sehemu ya kwanza, lakini sasa kuna kuishi kwa matendo. Maana imani bila matendo imekufa. Luka 5:5-6. Na Mungu asema, Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Petro kwa mara ya kwanza anakutana na Yesu. Na ilikuwa ni mchana tu, na wamekosa samaki usiku kucha wamevua. Na unajua samaki wanapatikana usiku. Lakini Yesu anamwambia kwamba nenda kashushe nyavu. Akamwangalia, na ni mchana jua kali. Petro akamtazama Yesu akasema, lakini kwa neno lako mtakwenda. Unafikiri kwa nini Petro alisema kwa neno lako mtakwenda? Ina maana isingekuwa neno la Yesu asingekwenda. It means kwamba kuna namna alikuwa anajua habari za Yesu kwa sehemu, kwamba huyu mheshimiwa akisema hamna shida, acha niende. Kwa hiyo pale Petro alipokea imani, lakini pia ile imani alikwenda kuishi. Akatii kile alichoambiwa, akaenda kushusha nyavu, na baada ya kushusha nyavu nini kilitokea? Samaki wakawa wengi mpaka nyavu zilitaka kukatika. Na ukiendelea kwenye vitabu vingine utaona kwamba alitafuta hata msaada wa vyombo vingine vile kuwasaidia kupakia wale samaki. Kwa hiyo imani lazima tuiishi. Pasipo kuishi hiyo sio nini? Sio imani. Vile vile angalia kitabu kile cha Yohana sura ile ya 2 mstari wa 1 hadi wa 11. Yohana 2:1-11. Neno la Mungu lasema, na siku ya 3 palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwapo.
Yesu naye alikuwa ameandikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mama Yesu akamwambia hawana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu hajawadia. Mama akamwambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Basi kulikuwa huko mabalasi 6 ya mawe, nayo amewekwa huko kwa desturi ya Yahudi ya kuwatawadha kila mmoja napata kati ya nzio 2-3. Yesu akamwambia, jalizeni mabalasi maji, nao wakajaliza hata juu. Akamwambia, sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza. Wakapeleka. Naye mkuu wa meza alipoonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala sijui ilikotoka, lakini watumishi walijua, wale walioteka yale maji. Yule mkuu wa meza alimuita bwana harusi, akamwambia, kila mtu kwanza uandaa divai iliyo njema, hata watu wakiisha kunywa sana ndipo uleta iliyo dhaifu. Wewe umeweka divai iliyo njema hata sasa. Mwanzo huu wa ishara Yesu alifanya huko Kana Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, na wanafunzi wake wakamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maneno mawili tunataka niongee pale. Kwanza kuna ile ambayo Mariamu aliwaambia wale watu pale kwenye harusi, lolote atakalowaambia fanyeni. Manake Mariamu alikuwa anamjua Yesu vizuri sana. Akajua hili sio shida kabisa kwa Yesu. Na kweli wale watu walitii kwa sababu walisaidiwa na imani ilikuwa ndani ya nani? Ya mama yake Yesu. Itimisi kama isingekuwa hivyo, ungepata sasa tena masuala ya maji na hapa hakuna divai, hakuna itakuwaje. Lakini waliamini wakafanya. Kwa hiyo tuko kwenye kile cha Biblia kwamba imani lazima uiishi. Waliishi vipi? Walitii kwa kuweza kuchukua maji, wakafanya kama vile walivyoambiwa, wakapeleka pale mbele. Huko tunakopeleka mbele, lolote kalokuwa naliwe. Kweli kupeleka yale maji pale mbele kwenye sherehe yanageuka, watu wanapokwenda kunywa wanaona kwamba hii nini? Ni divai. Lakini unaweza kuliona ni jambo rahisi tu kwa sababu haukuwepo hapo. Lakini kama ungepewa wewe mbele hapa, amekuwa labda mheshimiwa rais au mheshimiwa nani, unaambiwa mpelekee haya maji, ukifika pale itageuka hivi, sasa jamani mtafeni mtu mwingine. Huyu mtu anakwenda kuaibika mbele za watu. Hapana. Lakini wale walitii. Na baada ya kutii kuna mahali kusema kwa mwishoni anakwambia ndipo wanafunzi wake wakamwamini. Sasa unajiuliza, ina maana walikuwa wanatembea naye hawamwamini? Walikuwa tu wanafuata tu wanakwenda. Lakini baada ya ishara ile ndipo wanafunzi wake wakamwamini. Maana yake nini? Imani ilikuwa ikaongezeka. Sasa kumbe tunatembea na ambaye sio wa kawaida kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe katika changamoto nawaambia kwamba ndipo imani inakuwa. Kumbuka hawa wakati wako kwenye ile bahari, dhoruba ilipotokea, misukosuko ikatokea, wakajitahidi kwa juhudi zao. Lakini wewe baada ya kunyoosha mkono upepo katulia, anakuambia ndipo wanafunzi wake wakamwamini. Kwa hiyo kumbe baada ya changamoto kuna kukua. Kuna baraka za rohoni zinaanza na hatimaye kuna baraka za mwilini zinafuata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda niendeleze kwa ufafanuzi mzuri kwamba ufahamu uliokuwa ndani yetu ndio unaakisi maisha yetu ya nje. Yaani vile ambavyo ndani yako unajua, kiwango cha maarifa ambacho kiko ndani yako kinatoa tafsiri ya maisha yako ya nje vile ulivyo. Yaani unapokuwa na ufahamu mdogo, ndivyo na nje utakuwa mdogo hivyo hivyo. Na unapokuwa na ufahamu mkubwa, ndivyo na nje utakuwa mtu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu naomba tuangalie Ibrania sura ile ya 5 mstari wa 11 hadi wa 18. Ibrania 5 kwamba mtu unapokuwa na ufahamu mdogo, ndivyo ndani yako unakuwa mdogo hivyo hivyo. Ibrania 5:11 hadi 14. Neno linasema, ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita. Mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa, wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, kwa kuwa uvivu wa kusikia, maana yake kuna vitu vingi ambavyo Yesu anaweza kuwa anataka kuzungumza na wewe vinavyokuhusu, kwa habari ya baraka zako, kwa habari ya afya, kwa habari ya uzima, kwa habari ya mambo mengi. Sasa kwa sababu huwa usikilizi, hautaki kusikia, hivyo vitu hautakaa uvipate.
Yaani havitakuja kwako, utaviona tu kwa wengine kwa sababu hautaki nini? Kusikia. Kwa utabaki hauna kitu kwa sababu umekataa kupokea imani kwanza, umekataa kusikia kwanza. Ili upokee lazima uwe na bidii katika kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapokuwa na kiwango kidogo cha imani, ndivyo ambavyo pia unapokuwa mdogo rohoni, na ndivyo pia utakuwa ni mdogo katika ulimwengu wa. Yaani kuna namna ambavyo utakuwa unaonewa, utakuwa unanyanyaswa, utakuwa unatengwa, utakuwa unadhulumiwa kwa sababu ya udogo ulionao. Lakini umetokana na nini? Kiwango kidogo cha ufahamu ambacho kiko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie, unapokuwa na ufahamu mkubwa, pia unakuwa ni mtu mkubwa. Luka sura 7:1-10. Luka 7:1-10. Luka 7:1-10. Kwamba unapokuwa na ufahamu mkubwa, ndivyo ambavyo hata wewe unakuwa ni mtu mkubwa. Ndio Mungu anasema, alipokwisha kuyamaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, aliingia Kapernaumu. Na mtumwa wake akida mmoja alikuwa wezi, karibu na kufa, naye ni mtu aliyempenda sana. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Wayahudi kwake kumwomba aje amponye mtumwa wake. Na walipofika kwa Yesu, walimsihi sana wakisema, amestahili mtu huyu kutendea neno hili, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Basi Yesu akaenda pamoja nao. Hata alipokuwa si mbali na nyumba yake, yule akida alituma rafiki kwake akamwambia, Bwana, usijisumbue, maana na mimi sistahili wewe ingie chini ya dari yangu. Kwa hiyo nilijiona sistahili mwenyewe kuja kwako, lakini sema neno tu na mtumwa wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu hufanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo alimstaajabu, akaugeukia mkutano uliokuwa ukimfuata, akasema, nawaambia, hata katika Israeli sijaona imani kubwa namna hii. Na wale waliotumwa waliporudi nyumbani, wakamkuta yule mtumwa ni mzima. Bwana Yesu asifiwe. Huyu alikuwa akida na alikuwa amejengea Wayahudi sinagogi. Na kama aliweza kujenga sinagogi la Wayahudi, ina maana hakuwa na shida ndogo ndogo. Yeye mwenyewe nyumbani kwake alishajenga nyumba zake za kutosha kwa nafasi alionao. Lakini pia angalia ufahamu alionao. Hata Yesu mwenyewe akashangaa alipomwambia kwamba mheshimiwa, usije nyumbani. Kitu ambacho leo sisi tunatamani bishop aje nyumbani, tunatamani akuwekee mkono, tunatamani yani mpaka akuguse, ndio unajua kwamba hapa sasa ndio kaomba. Lakini akamwambia usije, wewe sema neno huko huko. Akachukulia nafasi alionao position, yeye alikuwa ni mkuu. Akasema mimi huwa naagiza watu wangu hao wa chini kwamba nenda kafanye hiki, nenda kafanye hiki, wanafanya. Kwa mimi position yangu. Je, wewe si zaidi? Tamka neno huko mambo yatakuwa sawa sawa. Na alipotamka kweli, yule mgonjwa kule, wale wafanyakazi wale tumwa wanarudi, wanamkuta ni nini? Ni mzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbuka, maisha ya nje ya huyu mtu aliyokuwa nayo katika position, katika uchumi alionao na vyeo alivyokuwa navyo, yalianzia rohoni kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kule rohoni palipokuwa panapanda, ndivyo ambapo na huku nje vitu vikao vinaachilia. Kwa sababu kwenye